Tunataka tuone mtendaji wa kijiji anatimiza majukumu yake. Mwananchi ana changamoto, amuone mtendaji ahudumiwe. Mwananchi ana changamoto, amekwenda hospitalini kwa haraka na kwa utaratibu unaotakiwa, ahudumiwe. Hii ndiyo kazi tunayoiona kubwa iliyobaki sasa, na sisi Chama cha Mapinduzi tunaahidi tutaisimamia hii kuhakikisha watendaji wetu mnafanya kazi kwa misingi ya taratibu, ili heshima anayoitaka Mheshimiwa Rais kwa wananchi wetu iweze kutimia. Ninajua ziko changamoto za baadhi ya watendaji hasa wa ngazi za chini. Tumekuwa tukifanya kazi za kuwahudumia wananchi kwa kutaka malipo. Hili jambo halikubariki. Sawa jamani? Wananchi mkienda kuomba barua ya kutambulishwa mnadaiwa shilingi ngapi? Au hamdaiwi? Mnadaiwa shilingi ngapi? 5,000. Hiyo 5,000 ukishaitoa unapewa control number. Sio utaratibu. Kwa hiyo tuombe watendaji, mambo hayo yakome. Huduma hizi zinatolewa bure kwa wananchi wetu. Maana ukienda anakuambia hii ni kwa ajili ya kutoa stationery sio nini. Mheshimiwa Rais ameweka utaratibu. Kila ofisi ya mtendaji inapewa shilingi 20,000 na stationery kwa ajili ya kutoa hizo stationery. Wahudumieni wananchi bure. Na mwananchi ukidaiwa fedha yoyote ambayo unaona hiyo na mashaka nayo, mwambie nipe control number, ili ukilipa ije ijenge daraja hii. Sio utatoa fedha mtu anafaidika tofauti na utaratibu. Tunakwenda hospitalini mtu anazunguka tu, hatoi huduma. Unakwenda kwenye kituo cha zahanati, unampigia mganga, niko hospitali, nasema nikodie bodaboda nije nikuhudumie. Sio utaratibu. Kwa hiyo tuombe watendaji sasa, kwa sababu mheshimiwa ameshaweka miundombinu ya kuwasaidia wananchi, sisi tufanye kazi yetu kwa mujibu wa kanuni na taratibu. Tukienda hivyo, tunaamini wananchi hawa wataachwa na tabasamu, kama ambavyo Mheshimiwa Rais anasisitiza kwamba anataka waache wananchi wake wakiwa na nini? Tabasamu. Kwa hiyo tunaleta shukrani kwenu wananchi kwa imani mliompa na kumchagua mtu makini ambaye sasa anatuwakilisha kwenye ngazi ya bunge katika nafasi hizo. Kimsingi Mheshimiwa mbunge kazi yake kubwa, aliwaahidi wananchi kwamba anakwenda kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali, na kwenye sehemu ya ahadi zake ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa miradi mikubwa kama hii, utekelezaji wa miradi mikubwa kama ile ya vituo vya afya, utekelezaji wa miradi mikubwa kama ile ya ujenzi wa madarasa, miundombinu ya zahanati pamoja na hospitali. Hivyo naweza nikasema kwamba nimepata faraja kubwa kuona kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi, ninyi wenyewe nimeshahidi, imempongeza Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kutafuta fedha za kutekeleza miradi, lakini vile vile kuwahudumia wananchi na kutekeleza zile ahadi zake. Sasa rai ya Mheshimiwa mbunge ni ipi? Mheshimiwa mbunge wakati ananituma asubuhi kuja kushiriki ziara hii ya kamati ya siasa mkoa, ameendelea kunikumbusha kwamba wito wake mkubwa ni kuwakumbusha wananchi miradi hii inayotekelezwa kwenye maeneo yote ya jimbo inahitaji kutunzwa, inahitaji kulindwa ili ituhudumie sisi leo, lakini pia na vizazi vijavyo ambavyo vinatarajia kuja. Hivyo ni furaha yake na anayo ari kubwa ya kuendelea kupambana kutafuta fedha ya kutekeleza miradi ndani ya jimbo, lakini pia kuona ni kwa namna gani miradi hiyo inajengwa, inatekelezwa kwa kiwango kinachohitajika, lakini pia inalindwa na kutunzwa wakati wote.